Rais wa Kenya William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga wametia saini rasmi mkataba wa kisiasa kufanya kazi pamoja. Mkataba kati ya chama tawala cha Ruto cha United Democratic Alliance UDA na Orange Democratic Movement ODM cha Raila Odinga umetiwa saini rasmi leo Ijumaa jijini Nairobi. Viongozi wa pande zote mbili walifika katika jumba la mikutano la KICC kushuhudia kutiwa saini kwa mkataba huo wa makubaliano, yani MOU, ambayo itahusisha utekelezaji wa angalau masuala 10. Miongoni mwa masuala hayo ni utekelezaji kamili wa ripoti ya kamati ya kitaifa ya majadiliano NADCO, ambayo ilitokana na maandamano kufuatia uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 baada ya Raila kudai kuwa kulikuwa na udanganyifu katika uchaguzi huo. Masuala mengine ni ushirikishwaji wa watu wote katika serikali, uongozi bora, kudhibiti deni la kitaifa na kupambana na ufisadi. Hebu sasa tupate kauli za viongozi hao. Tumesema tunataka kuunganisha Wakenya wote wawe kama kitu kimoja, ili vijana waweze kupata ajira, gharama maisha irudi chini, bei ya unga irudi chini, kodi ya nyumba irudi chini, sawa, na matibabu vile vile imarishwe. Yale yote tuko tayari kushirikiana na serikali ili ifanyike kwa Wakenya wote pamoja. Leo mimi na baba tumeweka sahihi maelewano ya kuunganisha taifa la Kenya iwe taifa moja. Tulete jamii zote za Kenya pamoja, dini zote za Kenya pamoja, sehemu zote za Kenya pamoja. Lakini hatua hii imepokelewaje na Wakenya wenyewe? Hebu tupate baadhi ya kauli zao. Wameongea vile watapeleka Kenya mbele kuhusu maneno ya vijana kupata ajira na kutengeneza uchumi na kujenga zile vitu zilikuwa hapo awali zimekuwa na shida, kama hizo vitu zinaitwa SHA, affordable housing na employment. Kwa hivyo mimi kama mkazi wa Nairobi, mtaa wa Huruma, hiyo muungano wa Raila na Ruto nimeiunga mkono 100%, kwa sababu vile wameongea ni kama wako na nia haswa ya kupeleka Kenya mbele. Leo bwana Raila nimesikia tu ati anasema tuongamane na serikali. Disi yake tujawahi ona. Unaona? Sasa hata kama Ruto anashikanisha sijui maana sijui, lakini sisi naumia ndani na ndani. Ndani yetu wote naumia, wa mama naumia, wa vijana naumia. Swali ni haya yote yanamaanisha nini? Sasa ili kupata jibu naungana na mchambuzi wa siasa za Kenya Javas Bigambo ambaye tuko naye katika studio zetu hapa. Bigambo, leo siku kubwa sana. Kwanza kwa mtizamo wako, hili ni jambo ambalo lilitarajiwa? Kumebuniwa leo serikali shirikishi kati ya Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, na naweza sema kwamba kulitarajiwa hivi haswa kwa wale ambao wanafanya udadisi wa masuala ya kisiasa, kwa sababu ya jinsi ambavyo bwana Raila Odinga hucheza siasa za kwake. Pili ni kwamba bwana Raila Odinga hutafuta nafasi ya kuweza kutengeneza historia na kumbukumbu ambazo kama zitasaulika kuhusu hatua zake za kisiasa. Na haya yote yalitarajiwa kwa sababu ukiangalia zile hesabu ambazo bwana William Ruto alikuwa nazo ama anazo, jinsi ya kuendesha serikali na kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, alikuwa na sababu nyingi sana za kumtafuta Raila Odinga washirikiane kwa sababu ya ule upungufu wa uzito wa kisiasa ambao aliingia nao katika uchaguzi wa mwaka 2022. Katika baadhi ya mambo ambayo yametajwa leo, angalau mambo 10 hivi ambayo yamekuja katika ushirikiano huu. Moja ni kutekelezwa kikamili kwa ripoti ya kitaifa ya majadiliano, ile NADCO report, ambayo ilipendekeza mageuzi muhimu, miongoni mwao kutengenezwa kwa nafasi ya waziri mkuu. Je, hili ni jambo ambalo tunaweza kutarajia katika siku za hivi karibuni, na ni mambo gani mengine muhimu ambayo tunaweza kutarajia kutoka kwa muungano? Hoja hizo 10 tayari zimeibua uchangamano katika siasa za Kenya, kwa sababu kati ya hoja hizo 10 kuna uwezekano kwamba takriban nusu yake huenda zisiweze kutekelezwa. Kwa sababu kwa mfano, hoja ya kwanza ya kutekeleza ripoti ya NADCO itahitaji kuwepo na kura ya maoni. Sasa hivi ukiangalia jinsi ya hali halisi ya siasa za Kenya na hali ya uchumi, swala la kura ya maoni sio mojawapo ya mambo muhimu kwa Wakenya wa kawaida, wale ambao gharama ya maisha inazidi kuwakera. Naam. Pili, masuala mengine ambayo yapo katika hoja hizo ni mambo ambayo tayari yako katika kivuli cha katiba. Masuala ambayo ni ya uwajibikaji, utawala bora. Ukiangalia ibara ya 10, ibara ndogo ya 2 ya katiba ya Kenya,
tayari imeorodhesha jinsi ambavyo masuala haya yote yanastahili kutekelezwa. Lakini kwangu mimi swala ibuka ni je, kwa ushirikiano huu kati ya serikali, chama cha UDA na ODM, je, bunge litakuwa bunge la kiimla ama hapana? Na swali hilo hilo wengi wanahisi kwamba upinzani umekufa kabisa Kenya. Je, bado tunaweza tukatarajia kwamba kutakuwa na siasa za upinzani Kenya? Upinzani ni kama uko katika hali tete, na baadhi ya viongozi wa upinzani tayari hata dhamira yao imekufa kwa sababu ni hafifu sana. Huenda wale ambao watakuwa sauti kubwa sana katika upinzani pengine ni aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, lakini wengine walikuwa wanategemea sana bwana Raila Odinga kama kinara wa upinzani. Kwa hivyo sidhani kama Wakenya huenda wakapata sauti ya upinzani jinsi ilivyokuwa na Raila Odinga. Pili, huenda sasa wananchi wa kawaida ndio wakawa nguvu ama nguzo ama uti wa mgongo wa upinzani hapa nchini. Ukiangalia jinsi ambavyo ilivyokuwa na Gen Z, kadhalika vijana barubaru na vuguvugu la mtandaoni. Huenda upinzani wa katika demokrasia ya Kenya sasa hivi ukatoka katika wananchi wa kawaida. Kuna mitazamo miwili hapa. Kuna baadhi wanahisi kwamba baba kama anavyojulikana na wengi ameanza kuwa binafsi badala ya kuweka mbele maslahi ya taifa. Wengine wanahisi kwamba hapana, amefanya hivi ili taifa liwe na umoja zaidi na mshikamano zaidi. Wakati wowote kuna serikali, kuna majadiliano na serikali ya uwiano ama serikali kama hii, masuala mengi huibuka. Kwanza swala la ubinafsi. Lakini ubinafsi huu, kuna ubinafsi wa kiongozi wa kisiasa, ubinafsi wa chama cha kisiasa, na kuna pia ubinafsi wa kuweza kujihifadhi mwenyewe, kuhifadhi chama na kuhifadhi utaifa pia. Kwa hivyo taswira ya ubinafsi, dhana hiyo ubinafsi ni kubwa sana zaidi ya utaifa, zaidi ya bwana Raila Odinga pekee. Kuna ule ubinafsi wa utaifa, kuna ule ubinafsi wa chama cha kisiasa, na kuna ule ubinafsi wa maeneo pia. Kwa sekunde chache kabisa, vipi kuhusu 2027 mambo yakiwa hivi? Karata hizo sio rahisi, kwa sababu iwapo hoja hizi 10 ambazo ndizo nguzo za mkataba huu hazitatekelezwa kwa maoni ya Wakenya, basi itaonekana kwamba serikali hii ambayo ni ya ujumuishaji itakuwa haijafaulu. Pili, kuna ile ambayo ilikuwa ni ruwaza ya Rais William Ruto na ruwaza ama manifesto ya ODM. Hawa viongozi wote wawili wana uwezo sasa hivi, wana nguvu, wako na wabunge nyuma yao. Iwapo kuna nia na hiari, jinsi ninavyojua kwamba sasa hivi inavyodhihirika wazi wana hiyo hiari, basi watekeleze na wafanyie Kenya kazi jinsi ambavyo Wakenya wanatarajia. Shukran sana Javes Bigambo akitupatia tathmini ya kina kuhusiana na hali ya kisiasa nchini Kenya, na hapo tunahitimisha taarifa yetu.